Ni heri kusubiri kitu kwa muda mrefu sana. Unakisubiri tu, alafu kitakapokuja kukamilika au kutimia, kitakuwa kina baraka na utakifaidi vizuri, kwa sababu kimekuja kwa wakati sahihi, wakati wa Bwana. Kuliko kukimbilia kitu ukipate kwa haraka, alafu unaishi na hicho kitu kwa mateso. Ni ngumu sana, mwana wa Mungu. Hebu naomba unielewe. Kuna watu wana wokovu au walikuwa wana wokovu. Sasa wanakuwa wanaomba, lakini hawapati majibu ya wokovu waliobeba. Sasa anaamua, mbona huu wokovu haunisaidii? Anaamua kupati kwanza wokovu, anaenda sehemu ili akapate majibu yake kwa uharaka ili arudi, pasipo kujua kile anachokikimbilia atakipata kweli kwa muda sahihi, atakipata kwa haraka sana, lakini ataishi na hicho kitu kwa mateso sana. Alafu amewacha wokovu akidai kuwa wokovu haumsaidii, akidai kuwa wokovu unambana, akidai kuwa wokovu haumpi msaada wowote, pasipo kujua huu wokovu kwa baadaye ndio msaada mkubwa sana kwenye maisha yake. Lesi, mpaka hapo nanielewa ninachokimaanisha hapa ni nini? Kwenye maisha ya wokovu, ogopa sana kuwa na ibada ya sanamu. Kwenye maisha ya wokovu, kama umeokoka, umempokea Yesu, umempokea Roho Mtakatifu, ogopa sana kuwa na ibada ya sanamu. Ina ufafanuzi mkubwa sana na ina maelezo mapana sana, lakini kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyoongoza tutazungumza. Miongoni mwa kitu ambacho ni hatari kwenye maisha ya wokovu ni kuabudu sanamu au kuwa na ibada ya sanamu. Sasa tulishazoea, tumekuwa tukizoea sanamu ni kule kwa wenzetu wa Romani, lakini leo sasa kituko tulichonacho mpaka kwa Wapentekoste, Warokole, nao siku hizi wanaabudu sanamu. Yaani sio kitu cha kuuliza. Tunapozungumzia sasa hivi habari ya ibada ya sanamu, tunazungumza kwa makanisa haya ya kilokole, tunazungumza kwenye makanisa ya Kipentekoste. Sasa unaweza kujiuliza, Pentekoste wanakwaje na ibada ya sanamu? Naomba nielewe na unisikilize kwa umakini sana. Kitu cha kwanza ambaye ni mlokole umeokoka, unafanya ibada ya sanamu, ni siku ile ambayo tunasemaga siku ya Krismasi. Miongoni mwa kitu ambacho ni hatari kwenye maisha ya wokovu, wewe ambaye umeokoka, umempokea Roho Mtakatifu, ni kuiabudu hiyo siku, kusherehekea hiyo siku. Najua maswali yatakuwa mengi, najua maoni, watu watauliza, watu wataandika kitu chochote, lakini ni hatari kwa mlokole kusherehekea hii siku ambayo tunaisherehekea kama siku ya Krismasi, tukidai ni kuzaliwa kwa Yesu. Ni hatari, ni hatari sana, ni hatari. Unamtukuza Shetani. Miongoni mwa ibada ambayo imebeba walokole wengi duniani kuabudu sanamu ni siku ya Krismasi. Imebeba walokole, imebeba wachungaji, imebeba wainjilisti, imebeba mpaka maaskofu kuiabudu hii siku, wakidai ni siku ya kuzaliwa kwa Yesu. Lakini ni uongo, ni kuabudu sanamu. Lakini tumeenda mbali sana kuabudu sanamu. Siku hizi tunaabudu manabii,
Yaani mtu yupo lazi asile, ila aende akamwabudu nabii. Ngoja nikwambie, tumeona video nyingi sana mtandaoni. Nabii anapita barabarani, anatandikiwa vitenge, anapita. Tumeenda mbali sana, tumeona watu nabii anapita wanalala, nabii anakanyaga kwenye migongo yao, eti akikanyaga basi utapokea majibu. Na hao wanaokanyagwa hao walikuwa wana utakatifu, walikuwa wamebeba utakatifu kwenye maisha yao, lakini wakaupaki utakatifu, wakaenda kwa manabii ili wakapokea majibu ya haraka. Kuabudu sanamu ni kuabudu mafuta, maji na takataka zote zinazotoka kwa mitume, manabii, sijui wa nani. Sasa unashindwa kumwabudu Mungu, unashindwa kumwabudu Yesu, unaenda kubeba mafuta ndio uje uiabudu ndani. Mfanya biashara unaenda kwa nabii, unaenda kuchukua mafuta, maji, unakuja kumwaga kwenye duka lako. Ndo maombi hayo kwamba nyie mafuta nilindie hapa, hakuna cha chuma ulete, hakuna sijui cha nini. Hatari kuabudu sanamu, hatari sana. Sanamu imewachota watu wengi sana, imewabeba watu wengi sanamu. Unaenda kununua mafuta kwa mtume, anakupa haya mafuta, unakuja baadaye kulitukuza jina la Yesu, unaanza kutukuza mafuta, unaanza kutukuza maji, kuabudu sanamu. Na kumekuwa na ibada za sanamu kwenye makanisa yetu ya Kipentekoste. Kumekuwa na ibada za kijinga, kumekuwa na ibada za kishetani kwenye makanisa ya Kipentekoste. Tumekuwa na nyimbo za kuabudu sanamu kuliko kumtukuza Mungu, kuliko kumwabudu Roho Mtakatifu. Zinamtukuza shetani. Mpaka za Injili zinamtukuza shetani. Ndo kizazi cha AI hiki tulicho nacho. Ndo kizazi hiki tulicho nacho. Sasa hivi tunaona nyimbo nyingi sana mtandaoni za kuabudu, za kusifu, zinatengenezwa na AI. Sanamu hiyo, sanamu zote hizo sawa, zinaimba maneno ya Mungu, sawa, zinamtukuza Mungu. Aliyeimba hapo ni nani? Sasa ibada ya sanamu kwenye maisha ya mtu ambaye ameokoka ni hatari sana. Ukiwa na ibada ya sanamu ni hatari. Tumepoteza watu wengi kwa sababu ya ibada ya sanamu, kwenda kuchukua mafuta kwa mamposa, kwenda kuchukua keki ya mamposa, kwenda kutafuta sijui, mpaka siku hizi napeleka mpaka nguo za ndani ili mbarikiwe. Ni kuabudu sanamu. Maandiko yanasemaje? Ngoja tuangalie maandiko hapa, yatupe tafsiri halisia. Utaanza na kitabu cha Korinto wa pili, Korinto wa kwanza sura ya 4. Korinto wa kwanza sura ya 10 na ule mstari wake wa 14. Korinto wa kwanza sura ya 10 na ule mstari wake wa 14. Wakorintho wa kwanza sura ya 10:14. Maandiko yanasema kwa ajili
ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Narudia, kwa ajili ya hayo wapenzi wangu, ikimbieni ibada ya sanamu. Tuikimbie, sio tuikimbilie, tuikimbie. Maanake kama iko mbele, tugeuke nyuma, tuikimbie, turudi tulikotoka. Lakini watu wanaiona sanamu, wanaifuata. Wanaona mafuta, wanafuata. Wanaona kitu hiki, wanafuata. Ibada za sanamu. Siku hizi manabii, hakuna ibada ya Roho Mtakatifu, kuna ibada ya sanamu. Siku hizi kwa mitume, kwa mwanani, sijui mwanani, wote hakuna ibada ya Roho Mtakatifu, kuna ibada za sanamu. Popote utakapokuta kitu au maombi yanaambatanishwa na maji, yanaambatanishwa na kitu chochote, ile ni sanamu, sio Roho Mtakatifu. Ili upone umwagiwe maji, sanamu hiyo. Ili upone ule keki ya upako, sanamu hiyo. Tukiongea tunawiva, hatuna wivu. Tunachokitafuta ni kuokoa roho za watu ambazo zimetekwa katika nyakati zilizo nazo. Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 15 ule mstari wake wa ngapi hapo? Tuangalie mstari wa 21. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 21. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Tunashauriwa tujilinde nafsi zetu na sanamu, ibada za sanamu. Kumwabudu mtu baada ya kumwabudu Mungu, kumtegemea mtu baada ya kumtegemea Mungu. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na moyoni mwake amemwacha Mungu. Kwa watu wamelaaniwa pasipo kujua, na chanzo cha kulaaniwa ni nini? Chanzo cha kulaaniwa ni ibada za sanamu, za kuabudu watu. Hapo tunataka tukamwone Mungu. Tunamwonaje Mungu kama tuko tunaabudu manabii, tunaabudu watu? Nataka tukamwone Mungu? Hamna. Kishaokoka, maisha ya kuabudu sanamu tunaachana naye. Maisha ya kuabudu miungu ya huko tunaachana naye. Kuna watu toka walipookoka hawajawahi kuacha miungu ya huko, hawajawahi kuacha kufanya matambiko ya huko. Ila pote huko ni kuabudu sanamu. Ila Mungu akusaidie usienende kwenye njia hizo za kuabudu sanamu, za ibada ya sanamu. Kaa imara na Roho Mtakatifu, kaa imara na Yesu. Wakati wa Bwana ndio wakati sahihi, wakati wa Roho Mtakatifu ndio wakati sahihi. Hata majibu unayoyaomba, maombi yako unayoomba, basi hata majibu yatafika kwa wakati sahihi, kuliko leo kukimbilia kitu ili upate kwa haraka alafu kikutese. Ni heri kuvumilia, ni heri kuumia alafu uje ukipate kwa baadaye, uenjoy kwenye maisha yako, ufurahie kupitia hicho kitu. Tusiishi kwenye maisha ya kuabudu sanamu. Uone itumia mafuta, zote hizo ni sanamu. Uone itumia sijui maji, zote hizo ni sanamu, kwa sababu ndizo nazo ziabudu. Unamimina nyumba nzima maji ili wachawi wasiingie, na mchawi anaingia kwa sababu wewe mwenyewe unayemimina ni mchawi. Anashindaje kuingia sasa? Kwa sababu kumimina ni sawa na kumkaribisha karibu kwangu. Sasa sanamu.
ibada ya sanamu. Watu wanaabudu kazi zao, watu wanaabudu mabosi zao, watu wanaabudu kitu fulani, wanashindwa kumwabudu Mungu. Mungu atusaidie sana, Mungu atupe neema tuweze kusimama katika kusudi lake. Kama jina Benjamin Maega, tunaangaza pasipo angazika. Amen.